Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, leo kanisa linaadhimisha sherehe ya Pentekoste. Pentekoste ni tukio la mwisho na la msingi katika mpango wa ukombozi aliotuletea Mungu kupitia mwanaye Yesu Kristo. Yaani kushuka kwa Roho Mtakatifu juu ya kanisa, juu ya wafuasi wa Kristo, na kulipatia kanisa nguvu ya kimisionari, nguvu ya kumshuhudia Kristo mfufuka katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Pentekoste maana yake ni 50. Katika Agano la Kale, siku ya Pentekoste ilikuwa siku ya 50 baada ya kusherehekea Pasaka. Ilikuwa ni sikukuu ya mavuno, na ndiyo siku ambayo sasa katika hilo adhimisho la Kiyahudi ndiyo siku ambayo sasa Roho Mtakatifu pia aliwashukia wafuasi wa Kristo. Kwetu inadokeza kanisa kutoka sehemu moja na kutawanyika ulimwenguni kuvuna roho za watu, likiwezeshwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Na adhimisho letu la leo la Pentekoste linatanguliwa na siku 40 za kipindi cha Pasaka na siku 9 za novena ya kuomba kujazwa au kushukiwa na Roho Mtakatifu kwa upya. Na ni kwa sababu Yesu Kristo alipaa mbinguni siku ya 40 baada ya kufufuka kwake, na mitume walishukiwa na Roho Mtakatifu siku ya 10 baada ya Yesu kupaa mbinguni, ambayo ni siku ya 50 baada ya Yesu kufufuka. Ndugu zangu, nimesema hili adhimisho ambalo ni la Pentekoste, ambalo linahitimisha kipindi cha Pasaka, ndio hitimisho, yani ndio tukio kubwa katika historia ya ukombozi. Ndilo tukio kubwa zaidi ambalo linahitimisha, na ndilo tukio pia ambalo linahitimisha kipindi chetu cha kiliturujia cha Pasaka. Lakini maisha yetu yote yanapaswa kuwa maisha ya kipasaka, maisha ya ushindi, maisha ya ufufuko, maisha katika ujazo wa Roho Mtakatifu. Kama ambavyo mpango wa ukombozi ulikamilishwa na ujio wa Roho Mtakatifu, basi na maisha yetu ya imani ya kumfuasa Kristo, kumtumikia, kumshuhudia, hayawezi kwenda bila Roho Mtakatifu. Sasa leo natamani tuitazame Pentekoste si kama tukio la mara moja kwa mwaka. Natamani tutazame Pentekoste, tutazame tukio la kujazwa Roho Mtakatifu kama tukio la kila siku katika maisha yetu, katika mambo tunayofanya, katika mambo tunayosema, katika sala zetu, katika vipindi vyetu vya tafakari, katika maadhimisho yetu, katika vipindi vyetu vya kusoma neno la Mungu na sala. Natamani kwa kweli tubebwe na mbawa za Roho Mtakatifu, tukihuishwa kwa maongozi yake, kwa nguvu zake, kwa fadhila zake, karama zake, vipaji vyake, amani yake, mafundisho yake, nyakati zote. Nyakati zote. Hiyo ndiyo hamu yangu. Kwa kweli ni rahisi kuimba Roho ya Bwana imeujaza ulimwengu. Ni rahisi kuimba hivyo na kunesa, kupiga ngoma, kayamba, vinanda, lakini bila kuwa naye Roho Mtakatifu moyoni mwetu. Na ni kweli anaweza kujaza ulimwengu, lakini asijae ndani yetu. Ni rahisi kuimba inakuwaje tunasikia maneno wanayosema kwa lugha yetu wenyewe. Ni rahisi kuimba hivyo. Tunaweza tukaimba hivyo, lakini bila tamaa na njaa ya kuwa na Roho Mtakatifu kwa karibu, bila juhudi za makusudi za kumtafuta Roho Mtakatifu, kuhusiana naye na kuungana naye. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hakushuka kwa wafuasi wa Kristo ili tu waimbe, washangilie, wacheze na kufurahi, bali ili awape nguvu ya uwezesho. Roho Mtakatifu ni roho wa uwezesho. Alishuka ili awape nguvu ya kufanyika kweli wana wa Mungu na kufanyika pia mashahidi wa Kristo mfufuka. Katika somo la kwanza, wapendwa, Roho aliyeujaza ulimwengu ajuaye maana ya kila sauti
nafsi ya tatu ya Mungu, anayeyajua yote yaliyo moyoni mwa Mungu na aliyekuwepo tangu uumbaji. Tunaona anawashukia mitume kwa sura ya ndimi za moto. Matendo ya Mitume sura ya 2 aya kwanza hadi ya 11. Sasa kinyume na mtafaruku wa lugha na kutawanyika kwa wanadamu usoni pa nchi walipokuwa wakijenga mnara wa Babeli, Mwanzo 11, hapa katika Matendo ya Mitume sura ya 2 wanadamu wanakusanywa tena, japo kwa lugha tofauti wanazozinena, wanakusanywa kuwa familia moja chini ya Mungu mmoja, chini ya Baba moja, na katika maelewano, ili wajenge si mnara wa Babeli tena, bali Yerusalemu mpya, wajenge mji mpya mtakatifu wa Mungu, kanisa. Paulo anatuambia tunaye Mungu mmoja, Bwana mmoja, na tumenyweshwa Roho mmoja, naye ndiye anayetuunganisha katika somo la pili. Kwa hivyo huyu ni Roho anayeunganisha, ni Roho anayeunganisha. Baada ya hapo kushukiwa Roho Mtakatifu, mitume walimshuhudia Kristo mfufuka kwa nguvu, kwa ujasiri na kwa ishara nyingi na maajabu, licha ya mateso na upinzani waliokutana nao. Kwa kweli kumwamini Kristo ni vema, lakini kujazwa Roho Mtakatifu ni vema zaidi. Ndio ukamilifu wa ufunuo wa kimungu. Na Mungu alijifunua, akaja akamfunua mwanaye, na baadaye Roho Mtakatifu akafunuliwa kwetu. Na Roho Mtakatifu ndiye msaada, ndiye injini ya maisha yetu. Na ni Mungu mwenyewe ndiye anayeipeleka Roho yake na kuufanya upya uso wa nchi, kuyafanya yote. Sasa safari ya Kristo kuukomboa ulimwengu, kuja kuufanya upya, yeye ambaye kupitia yeye vitu vyote viliumbwa, alikuja tena kuufanya upya. Lakini kama ambavyo pia kule kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 1 na kuendelea, tunaona Roho Mtakatifu alikuwepo katika uumbaji juu ya vilindi vya maji. Tunaona pia katika uumbaji huu mpya, ukombozi, Roho Mtakatifu pia yupo. Na Yesu baada ya kukomboa ulimwengu anawaambia mitume wampokee, wasubiri kumpokea Roho Mtakatifu. Anawezesha hili tendo la ukombozi liendelee kufanyika, tufanywe upya, tutakatifuzwe. Na lengo la Mungu, lengo la Roho Mtakatifu ni kukaa ndani yetu na kutuwezesha kuyatimiza mapenzi yake. Ndio maana Roho Mtakatifu anaitwa msaidizi. Mungu anatupatia Roho wake. Anapotupatia huyo Roho, anatupatia na sifa zake, anatupatia na undani wake, anatupatia na asili yake. Kwa kweli Mungu hakuridhika na waamini kumpokea Roho Mtakatifu katika ubatizo, bali alitaka na anataka hao waamini wajazwe Roho wake Mtakatifu. Kuna Mkristo mmoja wa miaka kama 50 zaidi, yani umri wake miaka kama 50 zaidi. Siku moja nilikuwa nazungumza naye mambo fulani, akaniambia, yaani saa hizi ndio nimejua Roho Mtakatifu ni nani, ndio nimemwelewa, nilikuwa simfahamu. Sasa huyu ni Mkristo ambaye amebatizwa kwa zaidi ya miaka 40 iliyopita, yani amekuwa Mkristo kwa miaka zaidi ya 40, lakini hajamfahamu Roho Mtakatifu katika hizo nyakati zote. Ni hasara kiasi gani? Lakini ndio ukweli ulivyo kwa Wakristo wengi. Hatumjui Roho Mtakatifu, hatujui hata sala ya Roho Mtakatifu, rozari ya Roho Mtakatifu. Hatumuoni kama mwenza na msaidizi wetu wa karibu. Hatujui namna ya kuishi naye, hatujui kumtengenezea mazingira, hatujui kumsikiliza, kumuuliza, hata kumjibu. Pengine tunafikiria Roho Mtakatifu ni nguvu fulani au ni wa ziada, au pengine tunafikiri Roho Mtakatifu ni wa wakarismatiki fulani, walokole fulani. Kwa kweli inasikitisha. Lazima tufahamu Roho Mtakatifu ni kwa watoto wote wa Mungu, ni ahadi kwa ajili ya watu wote. Yoeli 2:28 ni utabiri wa nabii huyu kwamba nyakati za mwisho Mungu ataimimina Roho yake juu ya wote wenye mwili. Sasa kwa sababu ya changamoto hii, hebu tuangalie nafasi ya Roho Mtakatifu katika historia ya ukombozi. Labda tutapata picha kidogo juu ya umuhimu na nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya imani. Kwa mfano katika Agano la Kale, tunaona katika uumbaji, mwanzo kabisa, Mwanzo sura ya 1 kuendelea, tunaona Roho wa Mungu akitulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Alikuwepo.
Yusufu anapotafsiri ndoto, tunaona Farao akisema, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Mwanzo 41:38. Katika safari ya Israeli jangwani, Roho wa Mungu aliwaongoza kwa wingu mchana na kwa nguzo ya moto usiku. Sisi tunaongozwa na nini? Utakaso wote waliofanya Walawi katika wale madhehebu ya Kiyahudi kule hekaluni, mambo ya kutakasika, kutumia wanyama, sadaka za wanyama na kadhalika, haya yote yaliashiria au yalidokeza utakaso tutakao kuja kuupata kiroho, na ambao tumeupata kiroho kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Roho wa Mungu aliwajilia wengi katika Agano la Kale na akawawezesha kumtumikia Mungu kwa viwango vikubwa. Waamuzi, kina Samsoni, kina Daudi, aliwajilia kwa nguvu. Maandiko yanasema, kitabu cha kwanza cha Samueli 16:13, Waamuzi 13:25, aliwajilia watu kwa nguvu. Kwa unaona, panapokuwa na Roho Mtakatifu kunakuwa na nguvu. Na Roho Mtakatifu pia alinena kwa vinywa vya manabii kama tunavyosali katika na sadiki, wakatabiri ujio wa Masia, Yesu Kristo mkombozi, mfalme. Sasa kwa maongozi ya Roho Mtakatifu au manabii walitabiri kwamba katika Agano Jipya atakalofanya Mungu na watu wake, yeye mwenyewe atatia roho yake ndani yao na kuwapatia uzima kama mifupa mikavu ya Ezekieli ilivyopata uhai. Tazama Ezekieli 36:26 na 37:14. Nabii Yoeli sasa katika kitabu chake sura ya 2 aya 28 anatuambia wazi kwamba siku za mwisho Mungu ataimimina roho yake juu ya wote wenye mwili, waume kwa wake, wazee kwa vijana, watatabiri, wataona maono na kuota ndoto. Hilo ni Agano la Kale. Katika Agano Jipya, mwanzoni kabisa tunaona Maria anapata mimba ya Yesu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Anaambiwa Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, uvuli wake utakufunika, utapata mimba. Kwa hivyo unaona hata katika ukombozi, mpango wa Mungu wa ukombozi, Roho Mtakatifu kwa kweli ndiye kwa nguvu yake Maria anapata mimba, Yesu anatoa mwili kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Luka 1:35. Pia tunaona Roho Mtakatifu anamshukia Yohane Mbatizaji akiwa tumboni, Luka 1:41. Roho Mtakatifu pia alimuongoza kuhani Simeoni kumtambua Yesu akiwa bado mtoto mchanga alivyopelekwa hekaluni, Luka 2:27. Roho Mtakatifu pia alimuongoza Yohane Mbatizaji kumtambua Yesu kwamba yule ambaye utamuona huwa atakuja kumshukia, Yohane 1:32-34. Roho Mtakatifu pia alimshukia Yesu Kristo, nafsi ya pili ya Mungu, Marko 3:22. Alimshukia ili iweje? Ili kumwezesha kufanya utume wake vizuri, na kisha akamuongoza kwenda kufunga jangwani siku 40 akijaribiwa na Ibilisi. Hilo lilikuwa ni darasa, na alipohitimu darasa hilo, mafunzo hayo, maandiko yanasema katika Luka 3:14 kwamba Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Mstari unanigusa kwa namna ya pekee sana. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho yule aliyemshukia, si za kwake. Akaenda wapi? Maandiko yanasema akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Alafu sikia maneno ya kwanza ambayo Yesu anasema mwanzoni mwa utume wake. Anapoingia kwenye sinagogi anasema hivi, anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amemtia mafuta. Kumbuka makuhani, manabii, wafalme walikuwa wanatiwa mafuta katika Agano la Kale. Kwa hivyo anasema Roho Mtakatifu amemtia mafuta, awe kuhani, awe nabii, awe mfalme, ahubiri nini? Ahubiri maskini habari njema. Na huyo Roho amemtuma Yesu. Fikiria, hizi ni nafsi tatu za Mungu. Nafsi ya kwanza ni Mungu Baba, nafsi ya pili ni Mungu Mwana, Yesu Kristo alitoa mwili, alafu nafsi ya tatu ni Roho Mtakatifu. Lakini Yesu anadiriki kusema huyo Roho amenitia mafuta, huyo Roho amenituma. Yesu akiwa katika ubinadamu wake anatiwa mafuta na Roho wa Mungu, anatumwa na huyo Roho kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, vipofu kupata kuona tena na kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, Luka 4:17. Kwa hivyo tunamwona yeye mwenyewe aliyekuwa nafsi ya pili ya Mungu katika ubinadamu wake,
Yesu Kristo alikuwa akizitumikia nafsi hizi nyingine mbili. Alifanya utume wake akitumwa na kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Bila shaka ndio maana kwa kufahamu umuhimu wa Roho Mtakatifu, Yesu anasema tukitenda dhambi nyingine tutasamehewa, tukikufuru kwa namna nyingine, lakini dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu Sasa baadaye katika utume wake tunaona Yesu anawachagua mitume, halafu anawatuma wawili wawili wakafanye kazi ambazo walizifanikisha na kuzifurahia: kuponya wagonjwa, kuhubiri kwa maskini, kuwapa faraja, kutoa pepo na kadhalika. Hiyo ni Luka sura ya 10. Sasa pamoja na haya, Yesu alipotaka kupaa mbinguni, aliwaambia wafuasi wake wasubiri kwanza, wasubiri, wasiende kuhubiri japokuwa ameshafufuka. Anawaambia wasubiri kwanza, wapokee ahadi, wampokee Roho Mtakatifu. Luka 24:49. Kwa aliwaambia mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 1:8, kwamba ndipo mtakapokuwa mashahidi wangu. Kwa hiyo hamwezi kuwa mashahidi bila nguvu, na hamwezi kuwa na nguvu bila Roho Mtakatifu. Ndipo sasa tunaifikia Matendo ya Mitume sura ya 2, ujio wa Roho Mtakatifu kwa mitume siku ya Pentekoste. Yesu alipokuwa duniani kuna mengi pia alitaka kuwafundisha wanafunzi wake, lakini aliona hawawezi kuyashika. Akawaambia Roho Mtakatifu atakapokuja atawafundisha, atawakumbusha yote, atawaongoza katika kweli yote. Kwa hiyo huyo Roho Mtakatifu alikuja akawaongoza mitume, akawafundisha, akawawezesha, akawakumbusha, mpaka wale waliokuwa waoga na wenye wasiwasi, walikuwa wanamkana Kristo, wakaweza kumshuhudia Kristo mfufuka kwa ujasiri na nguvu, hata ilipowabidi kumwaga damu na kutoa maisha yao. Sasa niishie hapo katika kipengele hiki. Lakini ndugu zangu, kama hivyo ndivyo Roho Mtakatifu alivyoutegemeza mpango wa Mungu kuanzia uumbaji, Mwanzo 1:1 na kuendelea. Kama alivyoutegemeza mpango wa Mungu kuanzia huko, ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anauwezesha huo mpango wa Mungu kutimia, kufanyika halisi katika nyakati zetu. Tulizane swali dogo. Tunamhitaji Roho Mtakatifu kwa kiasi gani? Tunafikiri tunamhitaji Roho Mtakatifu kwa kiasi gani? Kwa kweli, ndiye kila kitu. Kama mwili usivyo na roho, ndivyo ambavyo tunaweza kuishi bila Roho Mtakatifu. Hatuwezi. Kwa kama roho inavyotia mwili uzima, ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu analitia kanisa uzima, anatia uzima ndani ya mwamini na kufanya imani yake kuwa hai na inayoonekana katika matendo. Sasa hayo yote tuliyoona aliyafanya Roho Mtakatifu tangu uumbaji, waamuzi, manabii, Maria, Yesu, mitume. Hayo yote yanaweza kuwa halisi kwako, yanaweza kuwa halisi kwetu, endapo tutajifunza kutambua uwepo wake, tutajenga naye uhusiano thabiti kwa njia ya sala na neno lake. Bila yeye hatuna nguvu, hatuna ufunuo wa kimungu. Bila yeye tutaendelea kufahamu yanayotupasa kutenda, na hata ahadi za Mungu tutazifahamu, lakini zitabaki kwetu kama hadithi, zitabaki kwetu kama nadharia. Hatuwezi kufanya utume kwa nguvu zetu bila Roho Mtakatifu, na hatuwezi kumtii Mungu bila kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni roho wa uwezesho, the spirit of empowerment. Bila yeye hatuwezi kufanya kazi za Mungu, au bila yeye tutajikuta tunatafuta uwezo mwingine bandia kutoka maeneo mengine. Na wengi wanatafuta furaha, upendo na amani kutoka kwa watu na vitu badala ya kutoka kwa Roho Mtakatifu. Maana yoyote ni matunda yake. Mtume Paulo anatuambia pendo lake Mungu limekwisha kumiminwa ndani yetu. Na nani? Na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tusihangaike wala kusumbuliwa na mapendo hafifu ya wanadamu, yasituwezeshe. Roho Mtakatifu anatujia na vipaji na karama zake. Japo wengi tunayajua mapaji ya hekima, akili, shauri, imara, elimu, ibada na uchaji wa Mungu kadiri ya Isaya 11, zipo pia huduma na karama mbalimbali: ufunuo wa Mungu, neno la maarifa, kuponya, imani, kunena kwa lugha, kupambanua roho na kadhalika, ambazo labda wengi hatuzijui lakini cha ajabu zaidi ni kwamba hatuzijui, lakini pia kwa sababu hatuzijui hatuzitamani. Lakini kutokutilia maanani uwezesho tunaopewa na Roho Mtakatifu, maana yake ni kurudisha nyuma suala la mavuno ya kimungu na utendaji wake kati yetu.
Mtume Paulo anasema vizuri katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 14 aya ya kwanza. Anasema, ufuateni sana upendo na kutaka sana karama za rohoni. Kwa hivyo anatamani tuzitake karama za rohoni. Lakini sijui kama ndivyo ilivyo. Mimi hatuzijui na wala hatuna habari nazo. Ila tuko busy tunaendelea na maisha. Wakati tuna the spirit of empowerment, tuna roho wa uwezesho, lakini pengine tunatamani kujiwezesha. Ni sawa na kuingia vitani lakini unabagua silaha. Kuna mahali unaweza usitoboe. Basi katika muktadha wa sherehe hii ya Pentekoste, wapendwa, ya kanisa kufanyika kuwa la kimisionari kwa uwezesho wa Roho Mtakatifu, na naomba nizungumzie swala la karama. Naomba nisizungumzie swala la karama, sitaki nizungumzie swala la karama na mambo mengine mengi, ila nataka niseme kidogo tu juu ya kitu ambacho kitakuweka katika muunganiko na uhusiano mwema na Roho Mtakatifu, ambaye atakupatia yote yaliyo katika hazina ya Mungu, iwe ni karama, iwe ni vipaji, iwe ni huduma, iwe ni nguvu, iwe ni faraja, matunda yake na kadhalika. Yote hayo ambayo watu wengine wameyapata huko kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka mitume, utaweza kuyapata kwa Roho huyo kama utakuwa mtu wa sala na kutafakari neno la Mungu, kama utakuwa mtu wa sala ya kina na tafakari ya kina ya neno la Mungu. Luka sura ya 3 aya 21 inatuonyesha namna ambavyo Yesu alishukiwa na Roho Mtakatifu akiwa anaomba, anasali. Na hata mitume walimngojea Roho Mtakatifu wakisali siku 9. Katika sala zao akawashukia Roho Mtakatifu. Na tena walipoona mambo yanakuwa mengi katika sura ya 6 aya 4 ya Matendo ya Mitume, walisema, jamani, chagueni watu watusaidie hizi kazi nyingine, lakini sisi tutadumu katika sala na neno la Mungu. Kwa hiyo maisha yaliyojengeka katika msingi wa sala ya kina na tafakari ya kina ya neno la Mungu ndiyo maisha yanayoweza kumpokea Roho Mtakatifu na kuweza kushuhudia nguvu, maongozi na karama zake kwa namna ya pekee. Na kwa bahati nzuri, yeye mwenyewe hutusaidia na kutufundisha kusali, Warumi 8:26. Lakini yeye mwenyewe ndiye Roho wa ukweli, anatufundisha hilo neno la Mungu ambalo ni yeye mwenyewe aliyeliandika na ndiye yeye mwenyewe aliyemwalimu. Sala na neno la Mungu. Kwa hivyo tunapoacha kuwa watu wa sala na neno la Mungu, wakati fulani tunaanza kusoma mambo katika maandiko, lakini tunasema ni hadithi, tunasema haya ni ya zamani, tunasema Mungu hazungumzi tena, tunasema Mungu hatendi tena. Kwa nini? Kwa sababu tumeuacha msingi, tumeacha mzizi, ndio maana hatuoni matunda. Tumeacha shina, ndio maana hatuoni matunda. Na Roho anatuunganisha na Kristo, na tukiungana na Kristo ambaye ni mzabibu wa kweli, ndipo tutakapoweza kuzaa matunda. Kwa kweli hatuwezi kumlalamikia Roho Mtakatifu kwamba hazungumzi wakati hatumsikilizi. Hatuwezi kulalamika pia kwamba hatutegemezi ikiwa hatumtegemei, na hatuwezi kulalamika kwamba hatuongozi ikiwa hatumuulizi. Namshukuru Roho Mtakatifu aliyemwongoza Yesu kufunga siku 40, kwa sababu siku hizi naona amebadilika, anatuongoza kula tu. Mitume walishukiwa na Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, na hata baada ya hapo waliendelea kujazwa Roho Mtakatifu. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 4 aya 31. Kwa hiyo tusifikirie kukutana na Roho Mtakatifu siku ya ubatizo au kipaimara au siku ya Pentekoste peke yake, bali kila siku, tena mahali popote. Kwa kutengeneza mazingira ambayo Roho Mtakatifu atakaa vizuri ndani yetu, ndipo tutaweza kuwa mashuhuda wazuri wa Kristo mfufuka, na tutaweza kuwasaidia na wengine wakiri kwamba Yesu ni Bwana, kama anavyosema Paulo katika somo la 2. Na kama kuna karama, katika unyenyekevu na utii, tutakuwa sote katika umoja, maana karama hazijalenga kututenganisha, bali kutuunganisha katika kutegemeana. Zaidi ya hayo, ndugu zangu, Yesu alipowatokea mitume baada ya kufufuka, aliwavuvia, maandiko yanatuambia, akawapa Roho Mtakatifu. Tunaona hayo katika Injili. Akawapa Roho Mtakatifu kwa maondoleo ya dhambi. Kumbe ni kwa nguvu ya Roho huyo tunaondolewa dhambi na kupata utakaso. Na ni kwa nguvu ya Roho huyo sasa tunaweza kuilinda neema hiyo ya utakaso, kukubali maongozi yake,
ili tudumu katika muunganiko na Mungu, tukiwa wana wa Mungu, kwa sababu wanaoongozwa na Roho ndio wana wa Mungu, Warumi 8:14. Matendo yetu maovu, vilema na nini, yanaonyesha jinsi ambavyo hatujajazwa Roho Mtakatifu, kwa sababu kujaa maana yake ni kuchukua nafasi yote. Kwa hivyo Roho Mtakatifu akijaa ndani yetu, yeye ndiye atakayeonekana katika maneno yetu na matendo yetu. Ndicho kitakachomwagika kutoka kwetu: matendo mema, fadhila, matunda ya Roho Mtakatifu, upole, kiasi, fadhila, utu, wema na kadhalika. Katika waraka wake kwa watu wote, Mtume Yakobo anasema Roho Mtakatifu anatutamani, Yakobo 4:6. Sasa hebu fikiria kumtafuta anayekutafuta, kumtamani anayekutamani. Hayo ndiyo yanapaswa kuwa mahusiano yetu na Roho Mtakatifu nyakati zote. Kwa hivyo tunaposherehekea sherehe hii ya Pentekoste, tukumbuke kwamba Pentekoste sio tu tukio la zamani, sio tu hadithi tunayosoma kwenye Biblia. Pentekoste inapaswa kuwa maisha yetu ya kila siku, maisha katika kujazwa Roho Mtakatifu, kuwezeshwa na nguvu zake kumshuhudia Kristo mfufuka kwa maisha yetu, kwa maneno na matendo yetu. Tuombe. Mungu, kwa njia ya fumbo la sherehe ya leo, unalitakatifuza kanisa lako lote lililoenea katika kila kabila na taifa. Umimine vipaji vya Roho Mtakatifu katika ulimwengu wote, na yale yaliyotendwa kwa neema yako mwanzoni mwa kuhubiri Injili uyaeneze pia sasa miongoni mwa waamini. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mungu akubariki sana. Nikutakie sherehe njema ya Pentekoste. Tumsifu Yesu Kristo. Yazane